tulipokea mashauri 119 kwa mwaka uliopita kwa mabaraza haya, ambayo yalishughulikiwa ni mashauri 77 na ambayo yanaendelea mpaka sasa hivi, ambao wamerithi wao ni mashauri 42. Kwa hiyo maana yake ni kwamba na mashauri haya ni mashauri ya aina mbili, ya ndoa na ardhi. Kwa hiyo hatuwezi kutenganisha, sababu tunajua kwenye ndoa huko ndo kunakozalisha migogoro ya ardhi. Lakini sisi kama halmashauri na mabaraza yetu tumeweza kufanikiwa mafanikio machache. Fanikio mojawapo ni kwamba kama tunavyofahamu na sera ambayo ipo kwenye Wizara ya Ardhi ni kwamba ukishafanya upimaji ukitambua ardhi ya watu ni njia mojawapo ya kupunguza migogoro. Kwa hiyo sisi kwa wilaya ya Magu tumeweza kupima na kugawa hati miliki za kimila 7332 kwa wananchi wote wa Magu, ambao tunaamini kwa kiasi kikubwa zimepunguza na kuondoa migogoro ya ardhi baina ya wananchi wa Magu. Lakini la pili ni kwamba tunaendelea na zoezi la upimaji, upangaji na umilikishaji ardhi kwa kutoa hati miliki kubwa au granted right of occupancy, unaendelea katika kijiji cha Muda, Nyanguge na Bungumangala katika kata ya Nyanguge, na hatimaye kuendelea hadi maeneo ya Kisesa na Kanyama, ambayo tunakusudia kumaliza kabisa migogoro ya ardhi kwa upimaji huo. Cha tatu ni kwamba tuna kampeni ya pili ya Mama Samia Legal Aid ambayo inaendelea kupunguza na kumaliza changamoto ya posho na vitendea kazi. Maana najua hii ni changamoto ambayo baraza zetu inawakuta au wanayo mpaka sasa, lakini kupitia mpango huu au kampeni hii itamaliza, kwa sababu kwenye kampeni hii pamoja na mambo mengine inakusudia kutumia mabaraza na mahakama katika kumaliza migogoro baina ya wananchi kwa kutumia wanasheria wa serikali. Kwa kutumia kampeni hii ni kwamba tutamaliza ili changamoto ya posho na vitendea kazi, kwa sababu kampeni hii itatuwezesha sisi kama halmashauri na sisi kama mabaraza yetu. Lakini la nne ni kwamba kwenye wilaya ya Magu kuna uwepo wa wadau mbalimbali ambao wanashirikiana na mabaraza yetu. Kwa mfano, Chama cha Wanasheria Wanawake Tanzania TAWLA wana kampeni inayoitwa Mwanamke Kinara, inayowezesha wanawake katika umiliki wa mali hususan ardhi kwa kuondoa vikwazo vya kijamii na kiuchumi vinavyokabili. Lakini kwa changamoto ambazo tunazo, changamoto ni chache. Changamoto kubwa ambayo tunayo, ambayo nafikiri ndio imeoleta wageni wetu, ni kwamba baadhi ya mabaraza yetu haya yanaendelea kutoa uamuzi katika mashauri ya ardhi badala ya kufanya usuluhishi kama sheria inavyoelekeza. Lakini changamoto ya mwisho ni kwamba posho na vitendea kazi, ambayo kikubwa ambacho tumesema hapo kwamba tunaenda kuimaliza katika mwaka wa fedha huu kupitia kampeni ya Mama Samia Legal Aid. Kwa hiyo ulipewa dhamana, maana unatekeleza majukumu yale kwa niaba ya baraza, na hivyo ukikoroga watu lazima waseme kama baraza la kata ya Sukuma ni baraza la wanarushwa, kumbe ni mtu huyo tu mmoja ndiye kaharibu. Na wananchi wana haki kabisa wakisema vile, kwa sababu wewe sio tumekuamini na tumekupa dhamana na umeyakoroga. Wewe unafikiri ile taswira kwa nani? Kwa lazima tutambue kwamba lazima tulinde image ya taasisi ambayo tunaenda kuiongoza. Sawa ndugu zangu wenyewe vita makatibu. Sawa. Najua kule kuna wajumbe wengine wako kule. Kwa hiyo lakini nyinyi ndio icon. La kwanza ili tuweze kujitambua. Lakini jambo la pili, nyinyi ndio msingi wa haki kwenye masuala ya haki ardhi. Magu hatuna baraza la nyumba la wilaya, lakini uwepo ni ndio mnajenga taswira ya baraza letu ambalo tumeenda na magari sio hivyo. Kwa ndio nyinyi mnaanza kufanya nini? Kulijenga. Kwa hiyo lazima watu wawe na imani na nyinyi. Na imani inatokana na utendaji kazi wenu. Unaelewana ndugu zangu? Kwa maana yake mnapomheshimisha ndugu yangu mwenyekiti hapa, heshima anaanza kupata kutoka kwenu. Hilo la pili ambalo mpende kulizingatia. Lakini kuna swala zima la utoaji. Wanasema haki iliyochongeshwa ni haki iliyofanya nini? Iliyokataliwa. Justice delayed, justice denied. Kwa kwenye utoaji haki huku mnapoenda kusimamia mabaraza ya kata, naamini mwenyekiti kuna sheria ipo
na imetoa mstakabali ni siku ngapi isikilize na ndipo tangu kusajiliwa. Na nakumbuka ni siku kama 30 isaisha kama zitakuwa zimeshafanywa marekebisho. Lakini ilipo changamoto, baadhi yenu mnaendelea hapa, naziona sura zinaendelea. Ingawa mwanasheria hapa ameniambia ni mapya, tunashumu ni mapya. Lakini wao ni masinya kabisa. Kwamba mgogoro unasajiliwa unachukua miezi 3 mpaka 4, ili hali kwenye sheria huko inakutaka ndani ya siku ngapi? 30. Kwa hiyo mtujitahidi sasa kuzingatia kwamba tutoe haki. Kwa nini? Kwa wakati. Niseme tu kwamba niwapongeze sana kwanza msajili na mwenyekiti kwa kuiona umuhimu sana, na kama mlivyoona hapa imekuwa ni nadra, hata inawezekana hata mikoa mingine kwamba mabaraza ya ardhi ya kata yanapata semina na kupata elimu kidogo kidogo. Tunatambua pia halmashauri wanajaribu kujitahidi, lakini wakati mwingine nafikiri sababu ya kibajeti inakuwa ngumu sana. Lakini sisi tunapopata nafasi, nikupongeze wewe kwa kuliona hilo, pamoja na bajeti kuwa ndogo tunayoipata, lakini umejibana mpaka ukaona nione hawa niweze kuzungumza na wenyeviti na wajumbe. Sisi viongozi au tunaokuwa mabaraza ya ardhi ya kata haya, mabaraza ya kata, mnalo jukumu kubwa sana katika jamii. Yaani nyie ni watu wakubwa na wa muhimu mno. Mimi naomba hilo mtambue. Ni watu wa muhimu sana. Najua mmetambua, hata hapa mmesema posho, na kweli mimi nakubali. Yaani mnastahili kupata kidogo posho zenu. Kwa hiyo tutaendelea kuzungumza na wakurugenzi kuona namna gani bora mweze kuwezeshwa. Lakini kile kinachopatikana kwenye hawa wanaoleta mashauri, wanaoleta kwa ajili ya suluhu, basi tukipangia utaratibu mzuri, kwanza namna ya upokeaji wake tuwe wawazi.